9 wanaathiriwa zaidi na ugonjwa. Hizo ni tafiti ambazo zimefanywa na WHO mwaka 2024. Na sasa hivi tunaendelea kwenye miaka 15 mpaka 29 wanaathiriwa zaidi na ugonjwa wa akili. Lakini vile vile wanasema vijana hao wakumiliki vifo vyao ugonjwa wa akili unachukua nafasi ya tatu. Kwa ukiwaona wasifiri na nani amekufa, miaka 22 amekufa, miaka 25 amekufa, 28, 29. Sababu ya vifo vyao ugonjwa wa akili unachukua nafasi ngapi? Tukiendelea kujifunza tunakuja kuelewa inachukuaje nafasi hii. Na wanakufa kwa namna gani? Kuna kijana kuna lakini kimsingi ugonjwa wa akili sipati kusema, lakini unaona tofauti wanaweza kusikia. Na bahati nzuri nimebahatika mimi kuhudhuria kutoka kwa vijana kama nilivyowaambia mwanzo kwa vijana nimekaa nao mwezi mzima. Kwa maana tunaona hapa tunasikia changamoto za watoto wetu. Na bahati nzuri ni kwamba mzazi anakuwa na changamoto ya afya ya akili moja kwa moja, mtoto naye ataathirika. Kwa maana na sasa mtoto kama yeye ataathirika kwa namna gani? Kauli, hisia, miinuko na tabia ambazo tunazionyesha kwa mtoto nao tunafanyaje kuathirika. Na nimekutana nao vijana hapa na bahati nzuri wananiambia kama mmeona wakati atakuja hapa wakati atasema kweli. Kwa maana leo tulizoeana kwa mwezi mzima sio ndogo. Sisi hata yeye nikala yeye mwezi mzima hapa. Kama kuna wanaibu na yeye anaanza kunichukulia kwa kawaida sasa unaweza kushare kwenye kitu chochote. Wanaweza kusifia. Na ni kitu ambacho tunakitamani hata kama umeona kwa sababu bado tunastahili. Na kama ni mdogo kwenu sivyo? Hata wako ambao wazazi wao. Lakini nao wale ni ya kusaidia wanaisha. Kwa tuandae akili yetu, tujifunze zaidi.
tusogee, lakini kama tunaona wote sio mbaya. Kisha macho yangu kwa mabovu hapa pia msingi. Ndio kusimama. Maneno ndio nikasoma. Sawa. Bwana Yesu asifiwe tena. Kuna haja ya kurudia jina langu? Hakuna haja eh? Hapo huko nahisi nitawatelekeza sana. Kuna naenda sana kwa wiki. Twende moja kwa moja. Baada ya kuwa tumeshazungumza kadhaa, twende moja kwa moja maana ya afya ya akili. Naomba niweke maana ya afya ya akili. Kuna maana nyingi sana za afya ya akili. Lakini kuna vitu vitatu ambavyo tunahitaji kuvitambua kabla hatujaendelea. Tuna afya ya akili. Moja, tuna ugonjwa wa akili. Tuna changamoto ya afya ya akili. Bwana Yesu asifiwe. Tuna afya ya akili, tuna changamoto za afya ya akili, tuna ugonjwa wa akili. Hivi ni vitu vitatu tofauti ambavyo ili tuweze kutambua vizuri afya ya akili ni lazima tuvijue ili tuweze kwenda vizuri. Sote tumevikariri eh? Kwa hiyo tunaposema afya ya akili maana yake ni nini? Afya ya akili ni afya, lakini ina maana yake. Kuna maana nyingi sana. Afya ya akili ni afya kwa sababu gani? Ni sawa sawa ambapo unaweza kusema afya ya mwili, afya ya ini, afya ya moyo. Kwa hiyo na akili nayo ni sehemu ya mwanadamu. Kwa hiyo ndio maana tunasema afya ya nini? Ya akili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maana yake ni nini? Ni hali ya kuwa sawa kihisia, kimawazo, kimatendo, kimtazamo. Lakini pia nakuwa na uwezo wa kupambana na changamoto zinazokukabili. Hiyo ndio maana ya afya ya akili. Ukiwa na hivi vyote ambavyo nimevitaja, kwa Mungu wako unaweza kusoma kwa haraka sio vizuri speed ni. Samuel basi itabidi hivi faili nimwachie mratibu. Anakuja kuwapa mwami. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Tutaona tu picha hiyo. Hata nani. Si ndio? Tungesogeza hapa. Tungesogeza huko. Hiyo kuona vizuri. Si wote muone. Kama kuna mlao kula mchicha sana unaona hivi. Sisi tuna kisasa. Siku nyingine inabidi tujipange mapema kabisa. Usisumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Tunarudia maana ya afya ya akili wakati tukiendelea kuseti hapa. Sababu pia kuna kitu kingine wanitegemea. Siku ya leo ndio nisingewachelewesha. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya afya ya akili nimesema ni hali ya kuwa sawa kihisia, kimawazo, kimatendo na kimtazamo. Lakini pia anakuwa na uwezo wa kupambana na changamoto zinazofanyaje zinazokukabili. Sawa? Najua mna changamoto nyingi sana zinazowakabili kwenye maisha yenu. Ziko nyingi. Na uwezo kuniambia kwamba hujaenda na changamoto. Si ndio baba? Sababu si una changamoto. Wewe usiko pamoja nazo. Lakini namna unavyoweza kupambana na zile changamoto zako, pale ndio tunaanza kutafsiri afya ya akili au na changamoto ya afya ya akili au ugonjwa wa akili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia hisia zako unaweza vipi kuzikabili?
na kuziendesha zisikuendeshe wewe. Mtazamo wako ni upi? Ni hasi, ni chanya? Bwana Yesu asifiwe. Matendo yako yakoje? Sasa hapa tutakuja kuelewana niliposema kwamba mzazi unaweza kuwa chanzo cha mwanao kupata ugonjwa wa akili au mlezi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa chanzo, lakini pia wewe mwenyewe ulikotoka kule huenda pakusababishia kupata nini? Ugonjwa wa akili. Tutakuja kuangalia kwa sababu ukishaathirika maeneo makubwa ngapi? Manne niliyoyataja: mtazamo, hisia, matendo, mawazo. Ujue moja kwa moja wewe unaelekea kwenye ugonjwa wa nini? Wa akili. Lakini pia tunasema kuna changamoto ya nini? Ya afya ya akili. Tunaposema changamoto za afya ya akili, hatuna ugonjwa wa afya ya akili, tuna ugonjwa wa akili, ila tuna changamoto za nini? Za afya ya akili. Naomba kunielewa vizuri. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Tuna changamoto za afya ya akili, tuna ugonjwa wa akili. Kwa hiyo tunaposema changamoto ni pamoja na msongo wa mawazo. Wangapi mnaujua msongo wa mawazo? Basi mkono utakuwa Mungu mbele za Mungu. Ndio mambo mjini. Tunaujua msongo wa mawazo? Hiyo ni changamoto ya afya ya nini? Ukiwa na msongo wa mawazo, kuna baadhi ya dalili utaanza kuziona, tutazitaja. Kwa msongo wa mawazo ni moja wapo ya nini? Sawa? Ambao msongo wa mawazo unaweza kusababishwa na vitu kadha wa kadha. Aidha shughuli, ajira, magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Na vitu vingine kama hivi, ambapo ule msongo wa mawazo sasa ukidumu wiki 2, wiki 3, miezi 3 mpaka 6, wewe sio tena changamoto ya afya ya akili, ni ugonjwa wa akili. Kwa kama mwenzangu na mie hapa una changamoto ya afya ya akili au una msongo wa mawazo, uko na changamoto ambayo unaipitia ya muda mrefu ambayo imedumu wiki 3, miezi 3 mpaka miezi 6, itabidi unisikilize vizuri hapa. Kuna dalili ambazo tutakuja kuzitaja, utanielewa vizuri. Lakini pia lazima uanze kutafuta namna ya kupambana au kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamepitia changamoto mwaka mzima hapa. Tupo. Sawa. Kama tupo sote kuangalia huku tunapoelekea. Sawa? Tuwe pamoja ili mnielewe ni kwa nini afya ya akili ni muhimu. Tumeelewana wote kwenye upande huo. Afya ya akili, ugonjwa na changamoto, si ndio? Sawa. Shukuru. Tuje tuangalie vipengele muhimu ambavyo vinaguswa na afya ya akili. Sio ugonjwa, wala sio changamoto. Tumetaja hapa, nimeorodhesha tu vitatu, lakini viko vingi ambavyo nasema inagusa katika ustawi wa kihisia. Bwana Yesu asifiwe. Usikugusa hisia pale, si ndio? Lakini pia nikasema inagusa ustawi wa kisaikolojia. Tunaposema ustawi wa kisaikolojia una tofauti na hisia. Japo kisaikolojia tunakuja namna unavyokumbuka mambo yako, unavyoweka kumbukumbu, namna unavyoweza kujenga uhusiano wa mtu na mtu. Wanaelewa mko? Bwana Yesu asifiwe. Inagusa pia hapo namna unavyoweza kuhusiana na mwenza wako, na mwanao, na familia yako, na watu wako wa karibu. Inagusa mazingira hayo. Lakini pia kuna ustawi wa kijamii. Unahusiana vipi na jamii yako? Unashirikiana nayo vipi? Hapo inagusa moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni vipengele ambavyo vinaguswa na nini? Na afya ya akili. Hapa sijataka kueleza zaidi sababu tunapoelekea nyingine. Tuje kwenye baadhi ya viashiria vya magonjwa ya akili. Sasa hapa kidogo ndio tutasikia. Sawa? Mnipe kidogo kasikia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Ya kwanza, mnaona vizuri hapa? Naona. Upande wa kula mmoja. Ningetamani sana tungesogea leo. Leo tutasikilizana. Tusikilizane tukija au mtaka kuandika mtamwona mzee baba hapa. Si ndio? Sitakuachia faili mzee. Kwa hiyo ambaye tunahitaji kusoma atachukua hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwanza, baadhi ya viashiria vya magonjwa ya akili. Unaweza kusema mtu anaumwa ugonjwa wa akili, tutamjuaje? Au ni viashiria vipi ambavyo mimi vitanisaidia kutambua kabla kienda hata kuona magonjwa yenyewe huko. Sio kuyafikia. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwanza,
Ya kwanza kabisa, kuongea na mtu ambaye hayupo au ambaye hatumuoni. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kuna mtu anaongea na mtu ambaye hayupo? Mshakumwona? Je, mshakuona wala bwana tena? Mshakuona? Wapiga mahesabu mazito barabarani. Hiyo ni kiashiria cha kwanza. Sawa, simaanisha na ugonjwa nini? Ila ni kiashiria. Sio, unanielewa hapo? Sio mkanikopi vibaya, mkaja kukutana naye kwa sababu tayari. Ni kiashiria. Sawa? Ni kiashiria. Au unaweza kukuta mtu amekaa tu hapa. Anasema, "Chiko kidogo. Niko peke yake hapa." Si ndio? Mshakuona watu hivyo? Kwani hapa tupo? Hapa tupo kweli? Kama mko mnajijua, hebu wewe tuache tustaje hiyo. Si ndio? Kwa hiyo dalili, hicho ni kiashiria cha kwanza cha mtu ambaye ana ugonjwa ya nini? Ya akili. Haimaanishi kwamba ana ugonjwa wa akili. Ili tuweze kumgundua moja kwa moja kwamba ana ugonjwa wa akili, lazima uende kwa daktari, tuangalie kama kweli kiashiria hichi kinaelekeza moja kwa moja ni ugonjwa fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ni kiashiria cha kwanza. Lakini kiashiria cha pili ni kuona vitu au watu wasio kuwepo au wasioonekana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa umeketi hapa, najua tu ishaiko. Kama sio hapa ushaiko kusikia. Na hii mara nyingi wao unahusisha na mizimu, wachawi, si ndio? Sasa si kweli, naomba hapo tuelewane vizuri. Unaweza kuwa umeketi hapa, unaona mshikaji anapita hapo, anaishia pale. Bwana Yesu asifiwe. Alipita kwa mbele. Wengine wote hamjaona aliona ni huyu. Na ukimwambia mueleza, anaweza kueleza hadi urefu wa kimo, si ndio? Anaweza kueleza rangi na sura. Alimuona yeye, lakini wengine hawajafanyaje? Wema. Pamoja nini? Na hii pia kwa wale ambao Asante. Kwa ratiba yetu ilivyokuwa imekaa, tulitegemea tutakuwa na hiyo session ya seminar ya afya ya akili ambayo kimsingi watoto wamefundishwa, ibia mwezi mzima walifundishwa watoto. Na yako mambo mengi sana walikuwa hawayafahamu na wameyafahamu. Sasa walimu wakawa wameomba hatuwezi kufundisha upande mmoja tu, mwingine asielewe. Kwa hiyo mwingine anaweza kumfanya mtoto mzazi ukajua pengine labda akafanya makusudi, lakini kumbe kuna vitu ambavyo yeye anafanya na anamaanisha. Lakini magonjwa mengine haya kama malaria, UTI, typhoid na vitu vingine yani ambazo zinaenda kwenye chombo zikapita kaona kusafiri ndio. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ugonjwa wa akili usitegemea kwa mtu ambaye una depression, wataenda kwenye kirusi utaona kirusi cha depression, sikwambie kitamani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na hata ni kubwa kuliko ile malaria ambayo unazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naomba hapo tuelewane tu vizuri, usije mkachanganya. Sawa eh? Twende kwenye kiashiria kingine. Kushindwa kujisaidia mwenyewe hata kama unaweza kujisaidia. Hata kama uwezo unao. Yaani tukisema hivi si kama unajua. Ushaikuona mtu ambaye anamiliki pesa, ni tajiri, lakini matatizo hayaishi kwake. Ushakusikia? Yaani tatizo ambalo linatakiwa lisolve kwa pesa
makosa yake, lakini hawezi kuisolve kwa sababu hana uwezo huo wa kiakili. Ukiona mtu namna hiyo, hicho ni kiashiria cha kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ulitakiwa utembee utoke hapa mpaka Mbagala. Kwani ni mbali? Unatumia gari kutembea? Kama ni saa moja au nusu saa, si ndio? Au saa nyingi sana. Kama nusu saa, si ndio? Si wengi hapo wa mtembei. Unaweza ukashangaa umeshindwa kwenda kufanya mambo yako ya msingi Mbagala kwa sababu wewe una 500 kupeleka Mbagala. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ulitakiwa utembee uende mpaka ukafanya mambo yako ya msingi ambayo huenda utakuwa na mstari wa maisha yako, unashindwa kuyafanya kwa sababu ya shilingi ngapi? Ambapo ungeweza kufanyaje? Kutembea. Au na rafiki yako ndani ana shilingi 10,000. Uwezo kwenda kumwambia wewe nipe tu 500 kwenye hiyo 10,000. Mimi niende Mbagala, nikirudi na kugea. Sawa? Una. Ukiona hiyo hali, hicho ni kiashiria kwa sababu huwezi kujisaidia mwenyewe hata kama uwezo upo. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ni nini? Ni kiashiria. Zingatia, sio magonjwa. Wala mtu atakayemuona hivi sio kwamba ana ugonjwa, ila ni kiashiria. Sio kama mnanipata kidogo. Mnanipata. Hata kama sio sasa hivi. Hali ya kujitenga. Kufanyaje? Kujitenga. Kuna watu ambao wamezoea. Unakuta kwa kawaida yeye alikuwa anaweza kwenda kukopa na wenzake, wanaenda kwenye vikundi na wenzake. Lakini ghafla tu unaweza kubalika na kumwambia leo sijisikii. Kila mkipanga ratiba leo sijisikii. Kila mkipanga ratiba leo sijisikii. Unaweza kumuuliza wewe, "Hata siku nimeelewa na nini?" Sema nimepata kubadilika. Sio kawaida. Na najua hapa mko kwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio kawaida. Hata wewe mwenyewe tukikuuliza hujui kwa nini. Hicho ni nini? Ni kiashiria. Mwingine anakuambia mimi nitazama kazini au kwenye biashara yangu, nifika zangu kuna kitu ndani. Sipendi vitu tunatoka. Ukija kuangalia kwa kidusi hapo awali tukasema mtazamo. Ukifika kwa daktari, unaweza kuanza kuangalia ustawi wako wa mtazamo na mawazo uko katika kiwango gani. Hapo ni kutokana tafsiri kwamba wewe una nini? Na ugonjwa wa nini? Wa akili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuishie hapo leo zipo ndani nyingine. Kuwa mkali au mpole isivyo kawaida. Kuna watu ambao tumewazoea wao ni watu wa moto. Unajua yaani yeye usimwambie shughuli ilipo. Si ndio? Usimueleze shughuli ilipo, yumo tu. Usimwambie sehemu kuna kavurugu kidogo, yupo. Si wale wanahitaji mapepe. Na watu changamfu sana. Sio kama mapepe ni aina tu ya mtu. Au mwanzo azaliwa hivi. Lakini ghafla namshangaa anaweza kuwa mpole isivyo kawaida. Simbo naona hiki ni kiashiria kwamba huyu mtu huenda anapitia nini? Magonjwa ya akili, ila hamjui. Na badala yake tutakuja kuyataja huko. Naomba mkariri tu vizuri hapo tunapozungumza. Au labda mtu anakuwa ni mpole, anaweza kutatua migogoro yake kwa ustaarabu. Ghafla mnamuona ameanza kuwa mtu hawezi kutatua migogoro kiwepesi, bila ugomvi, bila kupigana, bila kuchapa, bila kutukana. Ghafla nani tu amekuwa mkali ghafla. Isiwe kawaida. Hiyo pia ni ishara ya kwamba huyu mtu huenda anapitia changamoto nini? Ya akili. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao mnasinzia, Mungu awasaidie mlipata kueleza wengine. Ila usikubali kuanza kusinzia. Sawa eh? Bwana Yesu asifiwe. Okay, kiashiria kingine tena kidogo nikisahau hichi. Kuwaza au kujaribu kujiondoa uhai. Mimi sema kujiondoa uhai unanielewa? Au niseme kujiua, unanielewa? Sasa kitaalamu kujiua ni neno la unyanyapaa. Tunapenda kusema kujiondoa uhai. Sasa hii inaweza kuwaza au kujaribu kujiondoa uhai au kuwaza kujidhuru au kumdhuru mwenzako pasina kuwa na sababu yoyote.
Bwana Yesu asifiwe. Wote tunaweka kwenye kundi moja. Hicho ni kiashiria. Sasa kwa bahati mbaya tulionayo na waipia tu sisi, lakini mjue vijana wenu tulionao. Kuna kitu kadhaa, sio wakati mmoja. Nimwambia hii project ambayo nilionyesha hapo mwanzoni, na logo moja, nilionyesha logo mbili. Si ndio? Kwa mwanzoni watu tunaanza zile logo za taasisi hizo zitaje. Ambazo nazisimamia mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nilifika mtoto mmoja anazungumza na vijana. Kwa sababu vijana ndio wamenizoea. Nikutana na yeye anaongea kiutu uzima. Ile nikutana na vijana wanabadilika kwa mtoto. Ile vijana waweze kufanyaje? Kwenda na mimi wanielewe. Kwa msishangaze nikikuta na mimi napiga sana sauti kwenye mchanga. Ili tu wanielewe. Ni lazima tuende nao. Bwana Yesu asifiwe. Nikutana nao nusu ya vijana ambao walikuwa wamepata sisi ya 55. Nusu yao walishawahi kuanza. Bwana Yesu asifiwe. Ni vijana wenu. Ila sio hapo. Mzee mkanikopi vibaya. Lakini mjue kama ni wale wana tofauti. Na jamii batizo ya Dar es Salaam wengi tunaijua. Unajikuta changamoto ya hapa na ya pale zinataka kushabiana, si ndio? Sasa mjue changamoto ambayo inaikuta sehemu hata hapa nikija nikaongezea. Bwana Yesu asifiwe. Nusu ya vijana 55. Hiyo nimeifanya mimi mwenyewe, sijategemea WHO wali kufanya. Hapana. Nifanya mimi mwenyewe. Kwa macho yangu na kinywa changu. Nusu ya vijana 55 washawahi kuwaza kujiua. Na robo walishajaribu ila hawakufa. Maana wangekufa tusingewaona mdao. Bwana Yesu asifiwe. Walisefanyaje? Na niliwauliza mlifanyaje? Nikamwambia mimi mafuta ya taa. Nikajua yanaua lakini sikufa. Mlikuwa mnajua nini kama watoto wao wanajaribu hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukijaribu kumuuliza sasa, kwa nini? Mama anatesa, mama huwa anatukana. Ndio mama msaidia. Na lakini na wakati kipindi hiki tunakunyosha. Hata kunyosha kwa vigongo. Tutajua ni wapi tunakwama na wapi tunaelekea na wapi tufanye ili tunashike kwa. Si ndio? Kuna kabiti kimoja nakumbuka sana, alikuwa na miaka 8. Sisi watajeni kutoa hiyo ndio. Kaniambia mimi mama yangu ananiita Mungu. Kwa hiyo nilipenda Mungu na kia sana. Ndio maana siku moja nilienda chumbani kuchukua mafuta. Nilikunywa lakini bahati mbaya sifanyaje? Haya, wangapi mnaita watoto Mungu wewe? Tena bahati mbaya zaidi ilinishangaza siku hiyo. Siku hiyo binti yule ananiambia nilipita ule mtaa. Bwana atembea wakati nafika pale kwenye kituo. Nilikutana mama mmoja alimtukana na mtoto wake. Shana tu. Tena tusipote baya sana mmoja mmoja wa porini. Mwambia mimi si mkoni wewe. Tusimmoja kwa mtukana ndiye kumbuka niliwaambia. Of course hata wewe umetukana hiyo nilishuhudia. Nisije. Sasa je, wazazi wangapi mnaweza kuelewa? Simple. Tusiseme wengi sana. Yeye tuseme tuko wengi. Si ndio? Kwa sababu ni tuzo ambayo tumelizoea. Lakini kwa hali ya kawaida. Kwa hali tu ya kawaida mjue namna gani na hapo hisia za watoto wao. Alafu baadaye wakija kuharibika, naweza kusema shetani mtu mbaya sana shetani. Sasa shetani hapo ni kati ya wewe na shetani mwingine. Kwa sababu ukajikuta hebu pia picha tena. Sasa mimi nikukane mbwa sijakukana. Nikukane mbwa, alafu uweze kuikuta taswira ya kile mbwa. Si ndio? Kisura chake, kirangi, tabia zake za mtaani. Alafu ndio nimekufananisha na yule mbwa. Hebu fikiria. Fikiria tu kwa akili ya kawaida. Yule mtoto anategemea hisia zake zitakuwa sawa. Hazitokuwa sawa. Sasa hisia zikishaharibika unajua tabia tu zitakuja. Na tabia ambayo tunaijua, si ndio? Mtoto akishaharibika anaanza kumsikizia shetani. Kumbe wewe mwenyewe ndio shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtoto amesema mimi kiitwa mbwa naenda kujiua. Alienda kujaribu, sio aliwaza. Sasa je, ni wangapi wanawaza? Na kwa bahati mbaya ni kwamba kitaalamu tunasema mtu ambaye anawaza, ambaye amejaribu na anayewaza kudhuru mwenzake au kujidhuru yeye, wote tunaweka katika kundi hili ambao ni kwa hatari kupoteza maisha. Na wengi ambao wamejaribu kujiondoa, ambao wamejiondoa uhai, ikawezekana walianza na kuhisi, wakajaribu aidha mara moja mara mbili, kisha
Jamani, sasa kijana kama nani jamani? Hapo kana mzazi naye analia kabisa na garagara mtoto wangu. Kumbe ndio chanzo nani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nategemea kipindi hichi cha afya ya akili tutajifunza mengi. Na yatatusaidia na uhakika wao. Nategemea kizazi cha hao nao wafundishe hao. Hata nikutana nacho kweli ndio yes, hapa kazi ni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotoka hapa basi na watoto wao watakuwa wanapata. Ukitoka hapa unajifunza wewe, nenda kakifanyie kazi nyumbani. Kama kuna mwita mtoto mbwa, mzazi unajua kushukuru, unasema mwanangu nisamehe, tusikujua kama nikusi ninakukera. Hata kama hajakwambia, jambo la kwanza sio kwamba atakudharau. Tena atakuona baba umeelimika au baba umeelimika. Mwambie sisi ndio kama niko kwa sisi na kila saa. Mwanangu nisamehe, tusitorudia. Lazima kushangaa mtoto anadondosha machozi. Unashangaa mama kweli leo kabadilika au baba leo kameaje? Jambo la kawaida, wala hata kukuuzia heshima. Tena cha ajabu na kuongezea heshima. Na Mungu naye anakuongezea nafasi katika kitu chako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio namna mnaelewa kwa watu. Anyway, kuna dalili kadhaa za magonjwa ya akili. Tulikuwa kwenye viashiria, sio dalili. Sawa? Ni viashiria. Ukiona huyu utasema yes, huyu mtu wewe na magonjwa nini? Ya akili. Sababu ya kuyaona magonjwa tu na subira tu. Sasa kuna dalili. Na dalili hizo tunazo dalili za kihisia, za kimwili, sawa? Lakini pia tunazo dalili za kifikra. Tuanze na dalili za kihisia. Bwana Yesu asifiwe. Dalili, mtu anaona ugonjwa fulani ataonyesha dalili fulani. Hii ni moja kwa moja. Sawa? Ni moja kwa moja. Dalili ya kwanza ya kihisia, wasiwasi na hofu kupitiliza. Hiyo ni dalili. Jamani, sio kiashiria, ni dalili. Tunajua dalili za malaria. Ni zipi? Kuumwa kichwa, sijui mgongo, viungo, kuumia, si ndio? Sasa hizi ni dalili direct za magonjwa ya nini? Ya akili. Usifananishe viashiria na dalili. Sawa? Tumesema ya kwanza, tunaanza na kihisia, dalili za kihisia. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Wasiwasi na hofu kupitiliza. I said, ukijiona umeanza kuwa na wasiwasi, wasiwasi ni kawaida. Ila ndio maana tunataka kupitiliza. Sawa? Fanyaje? Mwanadamu yetu anakuwa na wasiwasi. Na kawaida kwa wasiwasi. Ila ikipitiliza, wewe tayari ni dalili, sio kiashiria, ni dalili. Sawa? Na ugonjwa wa nini? Naweza kujiona, naweza kuwa na wasiwasi sana. Ya kufanya biashara. Unakuwa na sababu vingi. Kuna mama fulani alifanya akafilisika. Sasa msijamu kweli nikanunua jana kweli kama hapa nahitaji nini? Afuna kitu kwa kujitafuna tu kizembe siku hiyo tu niishi. Bwana Yesu asifiwe. Kila ukisikia umeitwa huku kituoni, roho inadunda tu. Nini tena mwanamke hapa? Bwana Yesu asifiwe. Kila sehemu nasema umoja wa nguvu na hofu wa kutisha. Hiyo ni dalili moja kwa moja, sio kiashiria. Bwana Yesu asifiwe. Magonjwa ya nini? Ya kitoto kuja kujua huko mbeleni, utakuja kuona ni dalili ya ugonjwa gani. Japo mara nyingi sana magonjwa mengi dalili zinafanana. Yesu asifiwe. Kiwewe. Zingatia hizi ni dalili za kihisia. Kiwewe. Sawa? Si wote kiwewe tunakijua. Kiwewe sasa imetoka kiwewe ndio kwa jina la kiwewe hiyo tulio. Hao hii ndio kabisa na hofu. Ndio. Kama sana ni mfano mzuri leo tunakuaje lakini ashindwa. Ila tu mtu kiwewe. Ushaikuona mtu ambaye anahitaji umemwahidi kumchapa. Alafu hujamchapa. Bwana anakuambia kwa nini hujamchapa? Muda wote anakaa na ile attention ya kusubiri kupigwa. Si ndio? Ile hali ile unaelewa? Kile ndio kiwewe. Wala sio hofu. Sawa? Japo kiwewe kwa namna fulani kinataka kufanya wasiwasi. Lakini
Najitegemea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na yenyewe ni direct, ni dalili za ugonjwa wa akili. Ila katika upande wa nini? Wa kihisia. Tunaelewana vizuri watu wangu? Huzuni. Huzuni wa muda mrefu. Huzuni. Hiyo naelewa huzuni, unaelewa. Si ndio? Huzuni sinaelewa. Lazima ukajishangaa ghafla tu unarusha machozi. Bila sababu. Sawa? Lakini kwa nini unahuzunika? Wenda unakumbuka tukio ambalo liliwahi kukukuta, mtu aliyewahi kukukwaza, maneno uliyoambiwa. Sasa huzuni wa mara kwa mara au wa muda mrefu inaweza kuumiza, wala sio kesho. Bwana Yesu asifiwe. Simpo wenye huzuni. Ndio maana nikasema tutakuja kukusana tu hapa. Utaelewa. Na mimi nikishaka wagusa bwana wangu unajinania nimesi kama nawaona hivi. Si ndio? Sio mimi sio na mimi jamani. Ni daktari kwa sawa.
huo. Kama ambavyo unajisikia ukipata malaria, utaanza kupata maumivu ya kichwa yasiyopona na mara kwa mara. Unaweza kupata lakini hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Depression. Lakini vile vile ngozi itaanza kusinyaa. Una miaka yako 20, 30, unaonekana kama uko kwenye 60, 50. Bwana Yesu asifiwe. Ngozi kusinyaa. Hiyo yote ni madhara ya nini? Nani aliwahi kusikia wanasema pesa ni sabuni ya roho? Unasikia? Mimi nilipokuwa na miaka 20 nilikuwa nimezeeka. Lakini sasa hivi bwana nimefika miaka yangu 40, 45, eti nimerudi kwenye ujana nimejipata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu moja ya kilichokuwa kinakusumbua kwenye maisha yako kidogo Bwana Yesu asifiwe. Kuna kauli nyingine watu wanasema mtu anaenda bwana uzeleke. Kwani pesa inafanya sivyo? Sio kweli. Ila matatizo kadhaa kwenye maisha yako yamefanyaje? Yamepungua. Maana yake mwili unaanza kwenda sambamba na umri wako. Sio mwili unakutangulia mbele miaka inabaki nyuma. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yote ni dalili ya nini? Ya depression. Lakini vile vile utaanza kubadilika namna unavyochukulia mambo na kutazama. Sasa usiombe hii mama mjamzito ikukuke. Bwana Yesu asifiwe. Mjamzito wewe unayenyonyesha, ushakisikia ukienda kliniki wanakuambia hakikisha sana usiwaze sana. Ushakwambiwa hivyo? Usiwaze sana. Unahisi kwani wao wanasema hivyo? Usiwaze sana. Ukiwaza utakosa kunyonyesha maziwa yako. Ushakwambiwa hivyo? Lakini sasa mbaya ni kwamba ukiwa mjamzito, kwa maana tunasema kabla hamjaanza kutungisha mimba, na baba na kina mama sasa mjue. Kabla hamjaanza kutungisha mimba, hakikisha afya zenu za akili ziko sawa. Kwa sababu unaweza aidha mkaadhirika nyie au kumwathiri mtoto anayekuja au wote kwa pamoja. Kuna kitu kimoja tunaita postpartum depression. Hii ni tatizo ambalo watoka kina mama wengi wanafananisha na kifafa cha mimba. Tumezoea tu kwamba kina baba huwa tupepi mimba. Lakini kiukweli kina baba tunabeba mimba kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Lazima hapa kidogo tuelewe. Na bahati mbaya na baba tuko wachache. Na bahati mbaya wengine walioko cha ajabu walishaacha kuzaa. Kuna watoto wa mwisho huko wako form 1 form 2 ndio utashangaa, lakini kiukweli kwa hiyo baba kabla hamjafanya maamuzi kwamba tunahitaji mtoto, lazima muhakikishe mmekaa chini, mmekubaliana. Sio lazima maisha yao mazuri. Ni namna ambavyo mtaamua tu kuishi. Mna 100, hiyo 100 mnaamua kununua tembele, tutakula na tutalizika wote mioyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Bila kwanza wewe na hapo unapeleka gavana kuonga wewe, si ndio? Sasa utamvuruga huyu naye atakuja akikasirika. Baba akikasirika, maneno atakayoyatoa kwako wewe mwenye mimba moja kwa moja anafanyaje? Yanaenda kwa mtoto. Shakisikia anakuambia ongea na mtoto akiwa tumboni. Ongea naye mama. Shida uongee na mwanao. Ushakisikia? Kwa nini sio mwanao ametoa kwa sasa tunasikia? Ndio maana tunasema afya ya nini? Ya akili. Ni kawaida mama amebeba ujauzito anakosa mkata kofu. Bado unaomba upiga mwili wa mama. Lakini wewe ulichokichapa ni kiumbe cha ndani. Kwa sababu mama anapodondosha chozi, mtoto anafanyaje? Ndio maana tunakuja kuzaa watoto wenye visirani, wanaokosa utulivu, wagumu kuelewa, au tunaanza kusema huyu karibu kwa babu. Au ni mzimu wa kwao ambao hutaki wasome yeye. Sio kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa ndio mmoja mkabili nasema kwamba kabla hamjafanya maamuzi kwa sisi tunahitaji mtoto. Hakikisha afya zenu za akili ziko smart na mmekaa mkubaliana wote. Kwa changamoto yoyote muibebe wote pamoja ili msije mkaleta matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kliniki siku hizi tena wameleta tabia wakwambia chona na mwenza wako ndio ili wewe usijikwe kanondoka kubebe au nini. Sio kweli. Shida ni kujenga uhusiano baina ya baba na mtoto aliyeko tumboni, sio hata wewe mama. Bwana Yesu asifiwe.
Mtoto na baba, mtoto hakuwa anajua kwamba kuna baba. Kuna mimba ambazo wakati mwingine sasa tunaingia kwenye darasa lingine kwa kabisa tofauti. Kuna mimba nyingine unakuta baba akitoka kazini akifika mtoto anaanza kucheza. Cheko sikia. Amejuaje kama mzee babu amefika? Hiyo pia ni nini? Ni dalili. Tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili tuweze kutunza vizuri akili zetu, lazima haya mambo yote tuyajue. Na tunasema afya ya akili ni mtambuka. Ile chochote kinaweza kuwa ni kipindi kingine kabisa. Sio cha leo wala. Bwana Yesu asifiwe. Tuende katika hatua nyingine. Tumetoka kwenye depression. Japo depression ni pana. Nikiamua kuja kufundisha hapa depression, tutajifunza hata masaa matatu. Usimalize. Kwanza tunakushia tu. Unanielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Kuna ugonjwa tunaita ni ugonjwa wa bipolar. Bipolar, mtu mwenye ugonjwa huu sasa dalili zake zikoje? Mshapisikia kama zimchanga? Mshapisikia? Ndio kwa ugonjwa. Kuna wakati unakuta yuko hivi. Yaani amecharuka kweli kweli. Pole kabisa tanaka hata kutoka. Si ndio? Au ndio mnaitaga mzimchanga. Hata sitaki hata kueleza sana kwa sababu dalili ndivyo ilivyo hivyo. Sasa dalili nyingine na nyingine. Siku Mungu akituma uzima pamoja kujifunza moja kwa moja ugonjwa wa bipolar. Koje na kipigo hata mfananaje. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana vizuri? Tutaenda vizuri, tutaelewa. Ugonjwa mwingine unaitwa schizophrenia. Sasa hii kuitamka, hapo umeze mate, utoe tena umeze, hapo hapo. Tunaweza kutamka mama. Schizophrenia. Tubaki nayo tu hivyo hivyo, hamna haja hata kuitamka. Sio mkatimata. Bila mtanikariri tu taratibu. Sawa? Najua wengine mnaweza kujifunza nyepesi. Schizophrenia. Hii sasa ndio mimi ninaitaja mshahara. Unanielewa? Kwa hiyo huu ndio ugonjwa wa kuchanganyikiwa. Kama mlikuwa mjui. Tumetaja bipolar na schizophrenia. Huu ndio ugonjwa wa kuchanganyikiwa. Japo huko ugonjwa mwingine na mwingine. Sawa? Kuna ugonjwa unaitwa psychosis. Psychosis ndio unaona vitu visivyo mkani sawa, anasikia sauti ambazo sio za kawaida, anasikia japo na schizophrenia. Mtu mwenye ugonjwa wa schizophrenia ataisikia. Ndio maana kichaa ambao mnaita kichaa, sawa, ndio amechanganyikiwa. Akija uwezo kwamba kitanda na nyumba kwamba ishi, kwa sababu akichaa anasikia sauti moja inamwambia nenda Mbagala, nyingine inamwambia nenda Bikindu, nyingine inamwambia nenda Gongora Moto, nyingine inamwambia sijui nenda upande gani. Wao anakaa hivi, unakuta anafanya hivi. Huku akiamua na uwasha. Sawa eh? Akifika pale anasikia nyingine anamwambia nenda Gongora Moto, anageuza anapinda kula rudi. Unaona hawezi kutulia, wao hawezi kumshika. Mwingine anasema Yesu anaweza kumshika. Pepo kabisa hawezi kutulia. Na ugonjwa nasema kwa sababu kuna sauti zitakuwa zinaongea na wewe. Sauti zitakuwa zinafanyaje? Zinaongea na wewe na hutojua na mwingine hawezi kusikia. Schizophrenia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ugonjwa mwingine ambao sijaweka hapa, ni muhimu sana kutaja. Huu ugonjwa unasababishwa na vitu kadha wa kadha. Sasa ili niweze kutaja lazima tujue moja ya nafikiri na tunaweza tukaishia hapa ili wakati mwingine tuje tuendelee namna kutunza afya ya akili na vitu vingine kama hivyo. Tuishie tu hapo kwenye magonjwa. Sawa? Lakini tuangalie vitu gani ambavyo vinaweza kusababisha kupata ugonjwa wa akili. Najua hapo unatamani kujua kabla sijawaruhusu kuuliza maswali. Bwana Yesu asifiwe. Vitu ambavyo vinaweza vikapelekea wewe kupata ugonjwa wa akili au changamoto. Moja ni kupitia matukio ya kuogofya au ya kutisha au ya kusikitisha. Bwana Yesu asifiwe. Sema haya matukio pamoja na vita, unyanyasaji, ukatili, kupoteza mtu unayempenda, inaweza kama mume, kaka, dada, baba, mama, ndio au mtu wako wa muhimu sana kwenye maisha yako. Hii lazima ni chanzo cha wewe kupata ugonjwa wa nini?
Mfumo wa maisha, kusema mfumo wa maisha tunajishe na namna ambavyo tunaishi katika mazingira. Inaweza kupelekea kupata nini? Ugonjwa. Lakini pia ugonjwa wa akili kwa kulifishwa. Bwana Yesu asifiwe. Baba alikuwa na ugonjwa wa akili, unazaa mtoto naye anakuja na ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Ugonjwa wa akili unalifishwa. Sawa? Ila unaweza usionekane. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza usifanyeje? Usionekane mpaka upate kitu cha kuku. Nasema kutrigger. Kiswahili chake tunasema ni cha kuchochea. Upate kitu cha kukuchochea. Ndipo tunapoona kweli huyu ana ugonjwa wa akili. Ndio maana utakuja kunielewa kama nasema hivi. Shemsikia mtoto anamaliza darasa la 7. Sawa, amefeli tena amejidondoka. Shemsikia hajarogo mwanao. Kwa nini hajarogo ile alipata kushindana? Alafu mama aliyefeli ndio aende kuzungua. Ni kitu mbaya mno. Sawa? Wenda hapa sasa sio kwamba lazima uwe na ugonjwa wa akili. Ila ni wenda wa sababu ya ugonjwa nini? Wa akili. Ndio maana ameshindwa kukabiliana na ile changamoto. Au ndio unaweza kukuta mtoto labda umchapa. Si ndio? Chapa tu viboko kidogo, huyu vitatu ametoka nyumbani. Sheikh msikia hivyo. Amekimbia huyo anakwambia mimi nitalala hata huko nje. Hiyo ni dalili ya ugonjwa wa akili. Sawa? Aidha amezaliwa nao au wazazi wamekuwa wakisababisha wakati wa mimba na wakati wa malezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia hata mtu mzima hapa, unaweza kushangaa mtu ndoa yake imevunjika ghafla, yeye ameenda kuoa. Ndio wa kwanza. Sawa? Aidha amezaliwa nao au amekutana nayo katikati. Bwana Yesu asifiwe. Au umepata hasara kwenye biashara yako, ukasema mimi sirudi nafanya biashara, utaishije sasa? Bwana Yesu asifiwe. Yaani umekata tamaa tu hafla bila kuwa na sababu. Maana yake maisha pia unapatia kama muda wowote wewe unaweza kujiondoa uhai. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nini? Ukosefu wa ajira au uchumi pia ni sababu ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Turudi nyuma kidogo kwenye matukio ya kuogofya. Watu waliopitia haya matukio, ndio maana mataifa mengi yenye vita, magonjwa ya kuambukizwa huwa hayakosi kwao. Mshakuuliza kwa nini? Ukichukulia mfano kama Kongo, magonjwa ya ajabu mwingine unasema hapo utaandika kidogo kanisa. Kingine ni vya kiafya. Sawa? Kidogo cha linatoka tu pia. Sawa? Nchi kubwa jina kubwa. Sasa kwa mpengo. Mambo mengine ni nini? Ya kiafya tu ya kawaida. Ni kwa sababu wengi wanapitia msongo na depression ambayo inawapelekea kinga zao za mwili kushuka. Hivyo kuruhusu mwili kushambuliwa na magonjwa mengi. Bwana Yesu asifiwe. Maana unakosa utulivu. Unaelewana? Kwa hiyo watu wanaopitia matatizo kama haya ya kivita, wengi wanapata ugonjwa ambao unaitwa post traumatic stress disorder. Hichi tu kwa kitu sana. Ndio tunaita ni kama kidonda cha roho. Sina vidonda vya kwenye ngozi hapa. Sio? Sasa hichi ni kidonda cha ndani. Mtu anaumia ndani. Ndio maana kuna watu waliwahi kuulizwa na kumwambia mimi sitokai nikaoa tena. Kisa tu kiaka nishikuta au wakamwacha daima wakati maisha yanarudi. Huyo naye tunasema na nini? Tena cha ajabu mkianza kama alikuwa ni mweupe hivi hapo mrefu sana. Siku alikutana na mwanamke mweupe na mrefu. Inapita. Au hata hajaenda kabisa. Ile dalili ya ugonjwa. Kwa sababu kidonda ambacho bado unatembea nacho. Kwa maana tunasema ni software kwa sababu ni kitu ambacho wewe ukapelekwa daktari akufanyie dressing kwamba labda akushone, labda aje tufanyaje? Kuja hapo tandike ndani. Ili tukione hapana, ni kile ambacho tunatembea nacho ndani.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana vizuri eh? Lakini pia watu wanaowahi kufanywa ukatili, kubakwa au kunyanyaswa, wengi wanapata hii shida. Ndio maana ndoa za sasa hivi nyingi nyingi zina matatizo, kwa sababu unaenda kuolewa na kijana wa watu ambaye wamepitia misukosuko huko nyuma, alafu wewe unategemea kuja mtu soko, au kijana wa watu wanaenda kuoa dada ambaye amepitia misukosuko, ameumizwa kama mara 10 mara ngapi, ana kidonda tayari, mtazamo wake, hisia na mawazo ni tofauti kabisa. Ndio maana akiingia ndani kidogo tu changamoto ndogo anakwambia wale ndio wote Mungu. Unaona? Kwa kutokana na makosa ambayo hayapo, mwisho wa siku ndio anafanyaje? Hiyo pia ni sababu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kutaja hayo, japo yako mengi ambayo tutakuja kujifunza na timu kuturuhusu na Mungu akutupa uzima na nafasi. Sawa? Sasa ni nafasi kwenu kutamka maswali. Najua baada ya kujifunza hivi japo tulipitia hivi ndio tukagusia mengi kidogo. Ndio ukweli, tunajifunza mengi. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Yako mengi. Sasa nategemea hayo machache ambayo tumeacha, wewe unaweza kuandika swali hapo. Karibuni. Na kipaza sauti kingine sijui hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa somo zuri, lakini swali langu mimi nilikuwa nataka kufahamu au kujifunza zaidi. Je, wivu unaweza kupelekea kiasi gani mtu akapata tatizo la afya ya akili? Asante. Nimjibu kwanza au nisubiri maswali mengine? Waulize wote. Okay, wivu. Nikusikia mnasema mjibu wote mna wivu ni. Ya watu wengine. Sawa. Wivu upo, ni kawaida. Sawa? Ni kawaida. Lakini kila kitu kinapokuwa too much, yani kinapozidi, ni tatizo. Ndio maana tunakusema afya ya akili. Ubalance. Watu wanataka kwenye kula, usingizi, kila kitu kiwe kimebalansiwa. Ila unapozidi wivu, utakuwa na viashiria kadha wa kadha. Maneno ya kudhalilisha au kudogosha, maneno ya kukatisha tamaa, maneno ya kutisha, yote utayaonyesha kwenye wivu. Si ndio? Utakuta wewe unanisaliti wewe, na siku utakuja kutoa hilo kwa. Ushamsikia hiyo? Sasa hiyo tena ishavuka, sio wivu tena. Unielewa? Kuna kitu ambacho kiko ndani ya wivu, ndio tatizo. Wivu ni kawaida, mtu yeyote anapenda lazima. Hata wewe mwenyewe una wivu na simu yako. Au kwa ruhusa mtu aitumie hiyo. Lazima ni moja wapo ya sehemu ya kujali wivu. Lakini ikisha beba vitu kadhaa ambavyo ni hatarishi, tayari ni tatizo. Inaweza kuwa ni tatizo na bado ikaendelea kusababisha tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Mlipata dada? Bwana Yesu asifiwe. Mwingine? Asante kwa somo zuri. Mimi pointi yangu ni kwamba hata kuna wazazi ambao wana upendeleo kwa watoto, yani anaona mtoto mmoja bora kuliko mwingine. Hii nayo ni haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nawaambia tukiwa kwenye hichi kipengele ni somo kubwa sana. Somo kubwa. Ukiona mzazi anaweza kupendelea watoto, kuna sababu. Aidha sababu imesababishwa na mzazi mwenyewe upande mmoja au pande zote, au historia wakati wanaandaa kutengeneza yule mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Au mtoto aliyoyapitia tofauti na mtoto mwingine. Kuna watu ambao mtuzao kama bora jikuta automatically akipona unaanza kumpenda zaidi kuliko mtoto mwingine. Si mnanielewa? Inaweza kuwa ni sababu. Lakini pia kuna nyingine unakuta wakati unamzaa mtoto fulani ulikuwa katika msukosuko wa kimahusiano na mzao.
Kwa maana hiyo mtoto ameathirika kihisia, tabia zake zinakuwa tofauti na mtoto mwingine. Sasa kwa kuwa wewe hujui, unajikuta unampenda zaidi yule mtoto ambaye hajazaliwa kwenye misukosuko ya mahusiano. Kwa kuwa yule amezaliwa tayari akiwa na afya ya akili, tabia zake hazitofanana za huyu. Utakuta ana tabia nzuri, huyu tabia zake sio nzuri. Kwa hiyo unajikuta automatically anaanza kupenda yule mwenye tabia nzuri, kwa sababu hakuna mtu anapenda mtu mzuri, si ndio? Tofauti na huyu. Sasa hujui kwa unaenda kumwathiri zaidi huyu ambaye ana nini? Ana tatizo. Unipata? Imekaa hivi. Siku nyingine tupata nafasi ya kujifunza zaidi kuhusu sana. Wanaanza kusikia kwa jamaa mafundisho mazuri na kama swali moja ndio msaidia. Kwa mfano mtoto kuchukua kwa mwingine anataka sana na mwingine anataka sana. Swali langu liko hivi. Kwa mfano huyu ambaye anapenda kula sana, yaani kama na mtoto wa kazi, unataka kuenda kuanza kufanya, yeye anakuwa na kisha kunywa chai, anakisha mtenda kunywa chai, anarudi tena kulala. Hivyo kama ni nafasi ndio 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 kumsaidia. Na lingine, yaani unakuta lingine kati ya watoto, unakuta mwingine anakuwa na chuki fulani. Yaani kama mjaribu kuweka upendo kwake, anakuwa na roho ya ukombozi fulani. Yeye anakuwa na roho ya ukombozi, au na wengine wanajaribu kuweka mpenda, yeye anakuwa ni ataka haya ya kibaki. Unaweza kunisaidia? Bwana Yesu asifiwe. Naweza maswali mawili kwa wakati mmoja. Tuanze na yale la kwanza. Tunasema kuna kitu kimoja kinaitwa sleeping disorder, ugonjwa wa kusinzia. Ugonjwa wa nini? Wa kusinzia. Mtu wa hivi tayari anatuashiria. Sawa? Tatizo la kusinzia. Moja ya changamoto ya afya. Unapata hiyo ya kwanza. Sasa nyingine umesema mtoto ambaye anaonesha ubaguzi kwa mtoto wenzake, si ndio? Ndio ni tatizo. Unaelewa kwamba watoto pia wanapitia magonjwa ya akili asilimia kubwa. Kuna siku tutafanya magonjwa ya watoto. Hiyo ni ishara ya ugonjwa wa akili. Lakini sasa ni ugonjwa gani? Lazima tupate mtoto ambaye labda tukipata muda sasa kujifunza kwa undani kuhusu magonjwa ya akili ya watoto yanasababisha nini? Ndio kuelewa. Ndio maana tuna watoto kule bado mtoto sana. Anaanza kuchukia mtoto wangu anachangamka. Sawa. Sawa. Kwa nafasi ya kujifunza. Ukisikia tena sema afya ya akili, sikoe. Sawa? Tunajifunza kwa yule anayependa kulala, naweza nisiseme kwamba una namna ya kumsaidia, lakini hatua ya kwanza ni vyema muone daktari. Unapata? Lakini kuweza kumsaidia nyumbani sasa. Bahati nzuri ni kwamba afya ya akili ni namna ambavyo wewe unatengeneza ratiba yako ya kila siku. Unaelewa? Ana namna anaweza kaanza kutengeneza mazingira kuanza kujifunza kupambana na kukabiliana. Unahisi kusinzia, atafuta shughuli itakayoona kwa kiasi, sio kujiliza. Kwa sababu ikiwa kwa kiiko kujiliza pia inaweza kufikia nyingine. Lakini zipo nyingi sana, nyingi. Bahati nzuri sio mara ya mwisho kukutana na mimi. Tutajifunza hadi mimi na kukabiliana. Kwa sio na shaka. Huyu hapa naye bwana kesha tutambe. Sasa huyu hapo tunakuja huko. Nataka kumsaidia dada kuhusiana na mtoto ambaye yaani nataka apendelewe labda yeye. Mimi kwa mfano na watoto wako wawili. Ninachokifanya ninaenda yaani natakiwa nifanye sawa kwa sawa. Na maana hata kama ni mtoto huyu mwingine hayupo na kitu nimekinunua. Kwa natakiwa nimpe huyu na kingine nikibaki sawa kwa sawa na kuna huyo ambaye hayupo naye hata kama huyo aliyepata mwingine ili kusudi ajue wote na yeye asijione bora kuliko huyu mwingine. Ninachotumia hicho.
Asante. Bila shaka umesikia. Actually hii ni njia nzuri sana. Nzuri mno. Japo lazima kujue pia kwa nini mtoto yuko vile. Kwa sababu umemlea wewe. Yaani mmoja unataka kwamba umuone mwingine sio. Sasa mimi hali hiyo kuiondoa kwamba sijione yeye ndio, yaani yeye ndio yeye. Nataka ninachokifanya kwa mfano nina kitu. Nikinunua kitu na maana naenda sawa kwa sawa. Ambaye hayupo nakiweka kama huyu ni yeye ambaye yupo. Ili kusudi asijione yeye bora kuliko mwingine. Asante. Hiyo ni mbinu nzuri sana. Nashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwanza kwa somo zuri. Mimi ninamshukuru kwa majuzi tu. Alitoka akaenda kwa mama kama muda wa saa 3 kulala. Yaani anaenda mmoja kwa kulala. Kama daktari wewe ambaye umeweza kuchukua somo kusaidiaje. Yaani atakuwa barabarani sana na ndio mtu bado kutoka na miaka. Endapo wewe unasema kwamba mtoto anatakiwa kama ananini afanye shughuli. Sasa hiyo bado mtoto anaweza kufanya hizo kazi. Kwa miaka mingi. Anyway, anakuja hapa kutuoni. Sasa labda kwa kusaidia. Msije mkatafsiri mkamwona mtoto anasinzia mbele anasema huyu mgonjwa hapana. Wakati mwingine watoto wanaelezea kile wanachokihisi. Ni vile hawawezi kuongea. Umenielewa? Sasa huenda kuna kitu wanakipitia na changamoto sisi tunapotibu watu tunajaribu. Bwana Yesu asifiwe. Huwa tunatibu mzizi. Ndio maana siwezi kutibu bila kujua chanzo cha tatizo lako. Unaweza nikakuelekeza kwamba wewe mtoto mfanyie 1 2 3, lakini huenda kuna kitu ambacho kiko nyuma ya ile hali unayoiona kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tunadili na kile kitu ambacho wewe ukiona. Sawa? Ila kwa wepesi wewe mtoto ana mambo mengi sana ya kufanya. Mpangie ratiba. Usizazi. Mpangie ratiba. Na ratiba ya kulala, ratiba ya kucheza, ratiba ya kushiriki shughuli za nyumbani. Hiki mimi naweza kushiriki hata kushiriki. Pangie ratiba. Hiyo ni njia japo hapo utakuja atibu tatizo. Ila umemsaidia kukabiliana na ile hali yake. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wale wote nikushukuru sana mwalimu sana. Kwa sababu umegusa mboni ya macho wanawake. Na kiukweli somo lako linazunguka pale pale kwenye mahusiano ya familia jumla. Kwamba ni namna gani ambavyo unaweza wewe nyinyi wazazi mkawaathiri watoto. Ndicho kitu ambacho nimekiona. Kwamba ni namna gani ambavyo maisha yenu mnayoishi, staili za maisha zinaweza zikawaathiri maisha ya watoto. Nikiingia hasa kwenye mahusiano ya ndoa, tunaweza tukasema kumbe watoto wetu tunawafanya, yani sisi tulikuwa ni chanzo cha afya za akili kwao. Kwa sababu ya nini? Ya staili za maisha tunazoishi. Kama ni kwa sababu ya staili za maisha tunazoishi majumbani, tunaona ni namna gani sisi tunazalisha afya ya akili kwa watoto. Kugombana ovyo kwa watoto, lakini kujibizana majibu mabaya kwa watoto, lakini wakati mwingine staili za maisha za kupendelea watoto na hasa kuwabeza watoto wasiofanya vizuri katika aidha elimu zao, lakini kwa namna tu tofauti, kwa sababu watoto hawawezi kulingana. Kumbe baada ya kujifunza hivi nimegundua kwamba tuna namna ya kuweza kubalance, kubadilisha lifestyle za maisha tunazoishi kule majumbani, ili kunusuru tabia za watoto ambazo wanaweza kukopi kutoka kwetu. Na niseme tu kwamba tungeweza kumbe kuhudhuria wote walio na mahusiano ya ndoa, wakahudhuria wote ili wapate hiki. Kwa sababu anapohudhuria mmoja ni ngumu sana kubadilisha style za maisha pale nyumbani. Bwana Yesu asifiwe.
Hii inaweza, tumegundua ya kwamba sisi tumekuwa ni chanzo cha kuzalisha uhafifu wa afya za akili kwa watoto. Kwa hiyo mwalimu, umetuonyesha kidogo, lakini tunatamani hili somo lisingekuwa la dakika chache kama unavyosema. Ukagawa muda wako kwamba leo ninaenda Kongowe, nitakaa masaa 3 ili tukapata afya ya akili kiundani zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa namna hii tumeona wote ndani ya familia kule tumekuwa ni chocheo na chanzo cha kuzalisha afya za akili za watoto hao. Na wakati mwingine hata watoto tunapoona kumbe, yani ulivyokuwa unaendelea kuongea unanisaidia kusogea karibu kwenye familia nyingi, namna ambavyo tunaweza tukasaidiana kwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubarikiwe sana na mpaka ushangae. Naomba mama hapa wa mwisho, Mungu akitusaidia tutakutana tena. Natakiwa niende pale Forest. Wananisubiri sasa hivi. Nitakiwa nianze saa 6:15. Ndio mpaka sasa hivi nishakula dakika 15 za kwao. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba nisimame sana. Tunakushukuru mwalimu kwa mafundisho mazuri na Mungu akubariki sana. Endapo sisi wazazi tumeyasikia haya na tutayafanyia kazi, ni hakika kwamba tutapona sisi, lakini pia watoto wetu watapona, si ndio? Napenda tuwe mfano kwa mtoto aliyeko tumboni, ni mfano hai. Wakati tunaanzisha kituo pale Bagamoyo, kituo kama hiki cha huduma mtoto, wakati kinaanzishwa tulikuwepo pale na sisi tulikuwa bado ni wageni, lakini kituo kikawa kimeanza. Baada ya watoto tulianza na watoto wadogo sana, lakini tukaendelea kuwalea na mpaka kwa watu wazima. Kuna mtoto mmoja tukiwa kwenye kipindi labda cha maombi, tunaombea watoto. Yaani kishaanza tu kuomba, mtoto ni analia. Nitaomba takachitani mtoto. Bwana sisi sio dalili za pepo ni nini? Mtaomba mwishowe kwa nini tukakaa tunasema jamani, hebu tumuulize mzazi, tumteni mzazi tumuulize. Huyu mtoto ana shida gani? Baada ya kumuita mzazi akasema kwamba baada ya kubeba mimba, yule mama alikuwa bado binti, kabeba mimba, baba alikasirika na alikuwa anamtukana kila siku, anatukana, anafukuzwa nyumbani. Kwa hiyo yule mama akawa analia, ni kila siku analia. Alisema nimelia mwanzo wa mimba mpaka najifungua nalia. Kwa hiyo kumbe akawa tayari kishamwathiri mtoto. Kwa hiyo mtoto unajua kulia, mtoto analia mpaka anaishiwa nguvu. Ni kwa sababu gani? Aliathiriwa akiwa tumboni. Kwa hiyo wamama ambao bado tunazaa, jamani, tuwe makini. Sawa? Vitu unavyokula wakati mwingine, unavyovitamka, unavyofanya, watoto wakiwa tumboni wanasikia na wanaelewa. Tunalijua hilo? Wanasikia na wanaelewa. Kwa hiyo tuwe makini wapendwa wenzangu, na Mungu awabariki. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Baba tukuongea. Tunababa umenionyesha. Anyway, nashukuru sana. Mungu awabariki sana. Na anyway, karibu kidogo. Nashukuru mwalimu kwa nafasi ya upendeleo. Mimi na maswali mawili. Nitatoa mfano kwenye familia yangu. Wakati unazungumzia hali ya kuogopa sana, nikakumbuka babangu alikuwa anaogopa kitu kidogo sana. Yaani alikuwa ni mwoga wa kinyonga, lakini vingine vyote anaweza kukabiliana na mdudu yoyote. Ila akiona kinyonga hata kukiwa kazini, kazi imeisha. Hilo la kwanza. Lakini kwa uzoefu wa haraka ambavyo nimekuwa nikijihusisha na kina mama, nimegundua kina mama wengi sana wanaogopa chavi kale kadogo. Hata wale wakuacha. Yaani akiona tu mdudu alikuwa aina ya chavi. Yaani namuona mama yaani hataki hata kukaribia lile eneo. Hiyo ni shida ya akili yangu. Asante sana. Kwa usisema kwa ni sana. Wengi wamjui ni tatizo mmoja. Hili ni tatizo la akili.
kabisa. Kuna kitu kimoja tunaita phobia. Phobia. Sasa hii phobia unaweza kukuta iko maeneo kadha wa kadha. Aidha social phobia, unaweza unashangaa vitu vilivyo hapa, sio kila mtu anaweza kusema hapa. Si ndio? Sio tunaweza fanya. Si ndio? Hiyo pia haina tofauti na mtu ambaye anaogopa kinyonga. Unielewa? Kila mtu ana kitu ambacho anakiogopa. Na mwingine anakuambia, kwa mfano mimi sio muongo, najitolea kabisa mfano hapa. Mimi mwaka juzi ndio nimefanyiwa matibabu ya kuacha kuogopa maji. Nilikuwa nioga sana maji mengi. Yaani kiingia kwenye maji nisione nyumba kule ng'ambo na yaogopa labda. Siwezi kuingia. Kwa hiyo nilikuwa mwoga sana kuingia kwenye meli, kwenye boti. Siwezi. Kwa hiyo nimefanyia matibabu ya kupona ile. Si mnanielewa? Nilikuwa mimi mwenyewe nilikuwa na ugonjwa wa akili kwa upande huo. Umenielewa? Wewe nakwambia ugonjwa wa akili hakuna huwezi kukwepa, mtu yote anaweza kaupata. Sawa? Hilo pia ni tatizo. Sema nipata. Na tiba yake ni ndogo sana, tunashangaa. Na kutibu hiyo tunashangaa sana. Yaani kwa kitu kwa nafasi tutaruhusia. Mambo mengi sana kuweza kufunza. Umenielewa? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninawashukuru sana. Wakati mwingine watu waita msisite kuja tujifunze. Tuna mambo mengi sana ambayo tunajifunza. Sijagusia vitu vingi vya muhimu. Hapa tunapoona inagusa kwenye maisha ya kimsingi hajagusa. Kwa sababu tulikuwa tunajifunza tu afya ya akili, ili hata ukisikia kule mtaani mtu anasema afya ya akili usishindwe kuelewa. Lakini kimsingi tukianza kuingia ndani kugusa point kwa point, kuna watu wataanza kulia. Wataanza kulia. Nilisema hivi kituo kimoja wakabisha. Tulipofika session ya 3. Yaani ilikuwa ni kituo kwa kweli. Nilipofika session yenyewe kwanza nasimama na waacha kidogo na kumsifu. Tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na siku nyingine tena mzetu hapo. Ndio tutakuwa tutakaa hapa katikati. Kwa katika familia. Tunazungumza kuhusu afya ya akili. Sawa? Kwa tutajifunza na tutaendelea vizuri. Na uhakika. Kwa leo tunaweza usio umeelewa. Lakini hapo unayokuja utaelewa. Si ndio? Na utaendelea kuelewa zaidi. Kuna mwingine leo unaondoka na maswali mengi. Usichoke. Siku niache na bangu ya simu mtaniuliza au niache mpaka nirudi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikimbie kituo kingine jamani. Katibu. Barikiwe.